Iran imeonya kuwa vita vya Mashariki ya Kati vinaweza kupanuka zaidi iwapo Marekani itaamua kuendelea na mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikisema kuwa hatua yoyote mpya ya kijeshi kutoka Washington inaweza kuibua mzozo mkubwa zaidi utakaohusisha mataifa mengi ya kikanda. Onyo hilo limetolewa wakati mvutano kati ya Iran, Marekani na Israel ukiendelea kuwa mkubwa, huku dunia ikifuatilia kwa karibu uwezekano wa kuongezeka kwa mapigano katika eneo hilo. Msemaji wa jeshi la Iran, Mohammad Akhamenei, amesema kupitia televisheni ya taifa hii leo Jumapili, Julai 26 mwaka 2026 kuwa iwapo Marekani itaendelea kudanganywa na Wazayuni au kuamua kushirikiana nao katika kuendeleza vita dhidi ya Iran, hasa kupitia mashambulizi ya anga, basi mipaka ya vita hivyo haitabaki lipo sasa. Amesema mzozo huo utaenea kijiografia na unaweza kuhusisha maeneo mengine ya Mashariki ya Kati, jambo ambalo litazidisha hatari kwa usalama wa kikanda na kimataifa. Akhamenei amesema kuwa Iran haitaanzisha vita, lakini iko tayari kujibu kwa nguvu mashambulizi yoyote yatakayolenga ardhi yake au maslahi yake. Amesema vikosi vya jeshi na taasisi nyingine za ulinzi ziko katika hali ya juu ya utayari na zimejiandaa kukabiliana na hatua yoyote ya kijeshi kutoka Marekani au washirika wake. Aidha, amesema kuwa Iran haitaruhusu kushinikizwa kwa nguvu za kijeshi na kwamba itaendelea kulinda mamlaka na uhuru wake kwa kutumia uwezo wake wote ilionao. Kauli hiyo imekuja baada ya kupita kwa usiku wa pili mfululizo bila Marekani kutekeleza mashambulizi mapya dhidi ya Iran, hali ambayo imeibua maswali kuhusu hatua zinazofuata za Washington. Hata hivyo, viongozi wa Iran wameonya kuwa utulivu huo wa muda haupaswi kutafsiriwa kama mwisho wa mgogoro, wakisema bado wataendelea kufuatilia mienendo ya Marekani na Israel kwa karibu na wako tayari kuchukua hatua iwapo hali itabadilika. Wakati huo macho ya wengi yameelekezwa Washington, ambako waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anatarajiwa kufanya ziara muhimu siku ya Jumanne kwa ajili ya kukutana na rais wa Marekani Donald John Trump. Viongozi hao wanatarajiwa kujadili hali ya usalama katika Mashariki ya Kati, uhusiano wa Marekani na Israel, pamoja na hatua zinazoweza kuchukuliwa dhidi ya Iran. Netanyahu pia anatarajiwa kuhudhuria mazishi ya Senator Lindsey Graham, aliyekuwa mmoja wa viongozi wa Marekani waliounga mkono kwa nguvu zote sera za ushirikiano wa kijeshi kati ya Washington na Tel Aviv. Kauli ya Iran imeongeza hofu kwamba mazungumzo hayo ya Washington yanaweza kuathiri mwelekeo wa vita hivyo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa ikiwa Marekani itaamua kurejea kwenye mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya Iran, kuna uwezekano Iran kupanua wigo wa mashambulizi dhidi ya maslahi ya Marekani na washirika wake katika eneo la Mashariki ya Kati, jambo ambalo linaweza kusababisha vita vya kikanda visivyokuwa na mipaka ya wazi. Katika miezi ya hivi karibuni, Iran imekuwa ikisema kuwa itaendelea kujibu mashambulizi yoyote dhidi yake kwa kulipiza hatua za kijeshi, ukisema kuwa uwepo wa Marekani katika baadhi ya nchi za Mashariki ya Kati unaweza kuyafanya maeneo hayo kuwa sehemu ya uwanja wa mapambano endapo vita vitaongezeka. Kauli hizo zimekuwa zikiambatana na maonyo kwa mataifa yanayoshirikiana kijeshi na Marekani kuwa yanaweza kuathiriwa endapo yatahusika moja kwa moja katika mashambulizi dhidi ya Iran. Mvutano huo pia umeendelea kuibua wasiwasi mkubwa katika masoko ya kimataifa, hususan sekta ya nishati na usafirishaji wa mafuta, kutokana na hofu kwamba vita vikipanuka vinaweza kuvuruga njia muhimu za biashara na usafirishaji wa mafuta katika Ghuba ya Uajemi na maeneo mengine ya kimkakati.